Naam, karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Pindi tu baada ya kutangazwa kwa mgombea urais wa CCM Samia Suluhu Hassan kama mshindi wa uchaguzi wa urais Tanzania jana, maandamano yalizuka tena baadhi ya maeneo ya Tanzania na kukesha hadi usiku wa kuamkia leo. Kulingana na video na picha za mashuhuda zilizosambazwa na wanaharakati wa Chadema kama vile Maria Sarungi na Hilda Newton, picha hizo na video zilionyesha waandamanaji Tanzania wenye hasira wakirusha mawe, magari ya serikali na kupigana na jeshi la polisi ambao walikuwa wakifyatua risasi na kurusha mabomu ya vitoa machozi. Hata hivyo, waandamanaji hao walishambulia serikali kwa kutumia mawe. Hata hivyo, maandamano hayo hayakuwa na idadi kubwa ya watu kama siku tatu zilizopita tangu uchaguzi. Hata hivyo, vikundi hivyo vidogo vidogo vya maandamano vinasemekana kukesha hadi usiku wa kuamkia leo kwa nyimbo za kukataa ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan wa CCM ambao ulitangazwa mapema siku ya jana na tume ya INEC ya uchaguzi. Mtazamaji, kabla ni kuonyeshe video na picha za matukio hayo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu na ni kuonyeshe zaidi kuhusiana na ripoti hizi. Chini ya wingu la machafuko na sintofahamu siku ya jana, Tanzania bado imegubikwa na machafuko kufuatia uchaguzi wa urais wa juma lililopita uliomtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi. Vyombo vingi vya kimataifa vimeripoti matukio ya ghasia na machafuko na uharibifu kuenea nchini kote, huku waandamanaji wenye hasira wa Kitanzania wakifurika katika mitaa ya miji mikubwa siku 3 hadi siku 4 mfululizo. Maandamano hayo ambayo kwa kiasi kikubwa yalichochewa na vijana wa Kitanzania kutoka Gen Z yaliibuka mara baada ya matokeo rasmi ya uchaguzi kutangazwa tena jioni ya jana, huku madai ya uchakachuaji wa kura na uzushi yakitawala mazungumzo ya kitaifa katikati mwa waandamanaji hao. Video zinazosambaa mtandaoni licha kukatika kwa mtandao unaoendelea Tanzania zinaonyesha umati mkubwa wa watu wakiandamana mitaani wakiimba kauli mbiu dhidi ya serikali na kudai haki juu ya kile wanachoita uchaguzi ulioibiwa usio wa haki. Waandamanaji hao wachache jana walionekana wakifunga barabara na kurusha mawe, magari ya usafiri wa umma na kuchoma maduka, huku hasira zikitanda katika miji ya Dar es Salaam, Mwanza pamoja na Arusha pia zilikuwa baadhi ya sehemu zilizoathirika. Africa Today Media kama unavyotazama kwenye screen yako iliripoti kwamba waandamanaji pia walilenga mabasi ya Rapid Transport kwa kuwapiga kwa mawe, huku machafuko yakizuka muda mfupi baada ya Samia Suluhu Hassan kutangazwa mshindi. Nikirejelea chanzo cha ripoti hizi nikinukuu Africa Today Media Group iliandika hivi: Once Samia Suluhu Hassan was declared the winner of the presidential elections, Gen Z stormed the roads. Reports indicate that they stoned the Rapid Transport, burnt shops and marched into different cities. More footages will be out as soon as internet is restored in Tanzania. Hata hivyo, walisema ya kwamba kukatika kwa interneti kumesababisha zaidi ya video nyingi zisiweze kusambazwa mtandaoni kwa sababu ya itilafu hizo za kimtandao. Machafuko hayo ya maandamano yaliyoshuhudiwa siku ya 4 kwa mfululizo yanakuja huku serikali ikiendelea kuweka sheria kali za kutotoka nje na kuzima interneti. Kwa mujibu wa chanzo hicho Africa Today Media Group kupitia mtandao wa Twitter ama X, marufuku ya kutotoka nje nchini kote kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi bado iko, kukiwa na ghasia za baada ya uchaguzi. Muunganisho wa interneti umefungwa Tanzania katika mikoa mingi kudumaza mawasiliano, kutatiza miamala ya kifedha na kuwatenga Watanzania kutoka kwingineko duniani. Kukatika kwa umeme ama interneti kumefanya iwe vigumu kwa waandishi wa habari na makundi ya haki za binadamu kudhibitisha kiwango cha kweli cha majeruhi na uharibifu au kupata video za maandamano. Mashirika ya kimataifa ya vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na Al Jazeera na BBC yameeleza hali hiyo kuwa inatia wasiwasi sana, huku ripoti zikisema kwamba mamia ya watu huenda wameuawa tangu maandamano yaanze. Chanzo kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema awali kilidai kuwa zaidi ya watu 700 wamekufa katika ghasia zilizozuka za baada ya uchaguzi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umesema na kukanusha umedhibitisha vifo vya watu wasiopungua 10 pekee katika miji mikubwa 3 ya Tanzania na kuitaka serikali ya Tanzania kujizuia na kuacha kutumia risasi za moto kwa waandamanaji. Video za mashuhuda zilizotumwa na mwanaharakati wa upinzani Maria Sarungi zimetoa picha mbaya ya hali inayoendelea Tanzania.
Katika chapisho moja, alishutumu vikosi vya usalama vya Tanzania kwa kuwafyatulia risasi waandamanaji wasio na silaha na kuwajeruhi wengine wengi. Alieleza kwamba kijana mmoja alipigwa risasi, lakini aliweza kuichimba mwenyewe risasi hiyo na kuitoa, akiiweka kama ushahidi wa ukatili huo mitaani. Maria Sarungi aliendelea kudai kuwa uamuzi wa serikali kudumisha kuzima kwa mtandao ulikuwa ni jaribio la makusudi la kuficha vitendo hivi kutoka kwa ulimwengu. Maandamano hayo sasa yameingia siku ya 4, huku waandamanaji wakiripotiwa kukita kambi mitaani usiku kucha. Mikoa kadhaa ikiwemo Dodoma, Mwanza na Arusha imeshuhudia umati wa vikundi vidogo vidogo vya vijana vikitoka nje wakiimba nyimbo za kupinga serikali na kupinga ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Waangalizi wa mambo wanasema hasira hiyo haijawahi kushuhudiwa Tanzania, ikiashiria kuchanganyikiwa kwa vijana hao wa Gen Z wa Tanzania kuhusu rushwa, ukosefu wa ajira na ukandamizaji wa kisiasa chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Wakati huo huo, serikali inashikilia kuwa uchaguzi ulikuwa wa haki na uwazi. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilitangaza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa kishindo kikubwa na kupata 98% ya kura, takriban kura milioni 31.9 kati ya kura milioni 32.6 zilizopigwa. Chama tawala cha CCM pia kiliambulia viti vya ubunge na kushinda majimbo 270 kati ya majimbo 272 ya matokeo hayo. Hata hivyo, matokeo hayo yamekataliwa kwa kiasi kikubwa na vyama vya upinzani na waandamanaji wanaoshutumu bodi ya uchaguzi kwa kushirikiana na serikali kuharibu uchaguzi. Kufuatia maandamano hayo, majengo kadhaa ya serikali na biashara za kibinafsi awali katika siku za nyuma zinazohusishwa na maafisa wa chama tawala ziliweza kuteketezwa moto. Siku ya Alhamisi, taarifa ziliibuka kuwa waandamanaji walichoma kituo cha mafuta cha kampuni ya Lake Oil ambayo inadaiwa na waandamanaji hao kuwa ina uhusiano na familia ya karibu ya Jakaya Kikwete. Hata hivyo, lori la kampuni hiyo pia lilichomwa moto mapema wiki hii katika kile wachambuzi wanasema ni sehemu ya wimbi la hasira linalomlenga yoyote anayehusishwa na uanzishwaji huu. Kulingana na chanzo hicho kupitia mtandao wa kijamii wa X, Africa Today Media Group pia iliripoti usumbufu mkubwa wa usafiri na safari za ndege. Viwanja kadhaa vya ndege vimesalia kufanya kazi, lakini safari nyingi, kulingana na chanzo hicho, zimechelewa au kughairiwa kwa sababu ya usalama. Vituo vya ukaguzi pia ilidai vimeanzishwa kwenye barabara kuu, huku vikosi vya usalama vikifanya ukaguzi mkali. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliwashauri raia wake kuepuka kusafiri kwenda Tanzania, ikitaja ghasia zinazoendelea baada ya uchaguzi na kuwekewa vikwazo. Wapinzani wanaendelea kuitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati, kukomesha kile wanachokieleza kama mauaji ya watu wengi na ukandamizaji wa kimabavu na kutumia nguvu katika maandamano. Viongozi wa Chadema pia wameutaka Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na nchi jirani kuishinikiza serikali ya Tanzania kurejesha huduma za mtandao, yani interneti, na kufungua uchunguzi huru kuhusu mauaji ya katika maandamano. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imetupilia mbali madai hayo na kuyataja kama uingiliaji wa kigeni. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia sasa hivi katika ripoti hizi. Ningeomba kwa moyo mkunjufu na dhati bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha nijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za maandamano usiku wa kuamkia leo. Vile mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.